ambaye ametupa nafasi tena kuja mbele zake kwa kuimba na kucheza, kwa kuimba na kushukuru kwa makusudi na kwa mapenzi yake yaliyo mema. Jumapili iliyopita tuliona mambo Yesu akiwa kazini. Yesu anakuwa kazini kwa sababu gani? Yesu anakuwa kazini kwa sababu ni Mungu aliye kazi. Na Mungu akiwa kazini, Yesu ni mwana wa Mungu ambaye anayetenda kazi. Kwa hivyo ni Mungu mzuri na Mungu ambaye tunayemwabudu, Mungu tunayemuinua kwa sababu ya nguvu na uwezo unazotoka katika utukufu wake. Jumapili iliyopita tulianza kusoma kitabu cha Yohana 5 mstari wa kwanza kuendelea. Leo nataka tuanze mstari wa 20 mpaka 29. Ilikuwa inaongelea mambo ya Yesu ama Mungu kuwa kazini. Tutasoma katika lugha ya Kiingereza mstari wa 20, Yohana 5:20. Maandiko yasema hivi: For the Father loves the Son and shows him all he does. Yes, and he will show him even greater works than these, so that you will be amazed. For just as the Father raises dead and gives them life, even so the Son gives life, and whom he pleased to give. 22. Moreover, the Father judges no one, but he entrusted all judgment to the Son, that all may honor the Son, just as they honor the Father. Whoever does not honor the Father, who does not honor the Son, does not honor the Father who sent him. Verily, truly I tell you, whoever hears my word and believing in him who sent me has eternal life, and will not be judged, but has crossed over the death of life. Verily I tell you, a time is coming and now has now come, when the dead will hear the voice of the Son of God, and those who hear will live. For as the Father has life in himself, so he has granted the Son also to have life in himself. And he has given him authority to judge, because he is the Son of Man. Do not be amazed at this, for a time is coming when all who are in their graves will hear his voice and come out. Those who have done what is good will raise to life and live, and those who have done what is evil will raise to be condemned. Baba, katika jina la Yesu nakushukuru asubuhi ya leo. Pokea sifa na utukufu kwa sababu wewe ni Mungu. Nalibariki jina lako Bwana wa majeshi. Hakuna Mungu aliye kama wewe. Nalihimidi jina lako, nalisifu jina lako, nalitukuza jina lako. Kando yako Baba hakuna Mungu mwingine kama wewe. Nimesimama Baba na neno lako. Kristo Yesu nitumie kama chombo kwa ajili ya utukufu wa neema yako. Asante kwa ajili ya ibada ya leo, na kualika Mungu ukatufundishe, na kualika Bwana utukemee, na kualika Bwana utuelekeze katika njia zako, na kuimini Mungu na kusifu, maana kando yako hakuna Mungu kama wewe. Baba, utukuke na uinuliwe, maana wewe ni mfalme. Kwa jina la Yesu Kristo naomba nikiamini, amen. Bwana sifiwe. Jumapili iliyopita tuliona kwamba God on work, kwamba Mungu ako kazini, na tuliona Yesu akienda Yerusalemu
anaenda Yerusalemu na akapata wagonjwa waliokuwa wamelazwa katika na lile birika la Betsaida. Neno la Bwana lasema Yesu moja kwa moja alienda mpaka pale kisimani, ama alienda mpaka pale mahali ambapo wagonjwa walikuwa wamelazwa, na hapo ndipo walipokutana na jamaa mmoja ambaye alikuwa amelala kwa miaka 38 na hakukuwa na mtu wa kumsaidia ili aingie ndani ya maji yanapotibuliwa ili aweze kuponywa. Jamaa huyo alikaa kwa miaka 38, hakukuwa na mtu wa kumsaidia, bali pale ilikuwa ni mahali ambapo wagonjwa walikuwa wamelazwa, na wagonjwa walipokuwa wamelazwa mahali pale, Biblia inasema kwamba kulikuwa na viwete na vipofu na walemavu walikuwa mahali pale. Lakini yule aliyekuwa wa kwanza, wakati malaika alipokuwa anashuka na kuyatipua maji, maandiko yanasema aliyekuwa wa kwanza aliingia ndani ya lile maji na akaweza kuponywa. Apart from this man ambaye alikaa mahali pale kwa miaka 38, lakini Yesu alipofika mahali pale akamwona yule jamaa ameketi mahali pale. Yesu alipomuona akamwambia, unataka kuwa mzima? Jamaa akasema, Bwana, mimi sina mtu. Wakati malaika hushuka na kuenda kwenye kutipua maji, wengine unitangulia na wao nao unitangulia wanapona, lakini mimi sina mtu wa kunitia katika lile birika. Nikasema kwamba hii ni kazi ya Mungu. Yohana anashuhudia Kristo kwa miaka 3.5. Yohana anashuhudia kile alichoona. Yohana anashuhudia kile alichokitazamia alipoona Yesu akifanya miujiza. Kwa hivyo akaunti ya Yohana anaeleza vile Yesu alivyokuwa, anaeleza vile Yesu alivyotarajia, na alipofika mahali pale kila hali ilibadilika. Wale wagonjwa walipona, yule kwa miaka 38 aliweza kuponywa na Mungu akamsaidia, na yule jamaa akawa mzima na akaondoka. Hapo tunaona nguvu za Mungu, hapo tunaona mkuzo wa Bwana, hapo tunaona wema wa Mungu. Wakati Mungu anapofika mahali, lazima mambo yabadilike. Wakati Mungu anapofika kwa maisha yako yanahitaji kubadilika. Wakati Mungu anaingia kwa situation yako, lazima hiyo situation yako itabadilika. Yesu anapoingia Yerusalemu na anapoingia mahali pale, yale mambo yaliweza kubadilika, na mambo yanapobadilika, watu huanza kuzungumza, watu huanza kunong'ona, kama vile Wayahudi walipoanza kuongea na kuona na kuanza kukashifu kila ambacho Yesu alikuwa anafanya. Na maana wao walikuwa wameshikilia sheria ya Kiyahudi, hawakuona kwamba hao ndio waliokuwa wameweka ile sheria, walifuatilia hiyo sheria ili iweze kutimia. Lakini maandiko yanasema kwamba walishikilia ile sheria, lakini Yesu alikuja akavunja zile sheria na akafanya muujiza siku ya Sabato. Yesu anaweza kufanya kila jambo wakati wowote ule. Yesu anaweza kufanya kila jambo wakati ambacho hamtatarajia. Kuna wakati unatarajia kwamba jambo fulani litatendeka, lakini Yesu anakuja na kubadilisha hali ambayo haukuwa unatarajia. Kwa hiyo mstari wa kwanza mpaka mstari wa 20 tuliona vile Yesu alipoingia Yerusalemu na akabadilisha kila mambo na kila jambo likawa sawa machoni pa Mungu. Na ndivyo tunavyoona mstari wa 20, Biblia inasema kwamba the Father loves the Son and shows him all he does. Yes, and he will show him even greater works than this, so that you will be amazed. Hapa ndivyo tunavyoona kwamba Baba anampenda Mwana na anamwonyesha Mwana kila chochote anachofanya, ndio, and he will show him even the greater works, kwamba atamwonyesha Mwana hata kazi iliyo kubwa. Yesu wako kazini, na Yesu akiwa kazini anafanya kazi ya Baba yake, na maandiko yanasema atafanya kila kitu ili Mwana kwamba aonyeshe kazi kubwa kwa ajili ya Mwana, ili aweze kutenda kazi ambayo Baba ameifanya. That those that you will be amazed, na watu watashangaa kwa sababu Yesu anafanya kila ambacho Baba amemfundisha. Yesu anafanya kila alichoona Baba yake anafanya. Mwana aweze akafanya kitu tofauti kuliko Baba yake anavyofanya. Sisi ni wana wa Mungu ambayo Kristo ametuita. Sisi ni wana wa Mungu
ambayo Bwana ametuchagua. We are the royal nation. We are the chosen people, the holy people of God. God has entrusted the Son. Mungu amemtarajia ama amemwamini mwanawe ambaye ni Kristo Yesu. Ni sisi kama Wakristo katika nyumba ya Bwana, lazima Mungu atutumainie, lazima Mungu atuamini na kile ambacho ameweka ndani yetu. Mungu ameweka huduma ndani ya maisha yetu. Mungu ameweka huduma katika maisha mwetu. Lazima Mungu aamini huduma iliyo ndani yako. Lazima Mungu haamini kile ambacho ameweka ndani yako. Na kama Mungu ameweka ushuhuda ndani yako, kama Mungu ameweka kipawa ndani yako, lazima Mungu akuamini na kile kipawa. Lazima Mungu akuamini na ule ushuhuda ulio nao. Ndivyo alivyomwamini Kristo Yesu, na akasema kwamba Yesu anafanya kile ambacho mwana anahitaji kukifanya. For just as the Father raises the dead and gives the life, even so the Son gives life to whom he is pleased to give it. Kama vile Baba alivyowainua waliokufa, ndivyo walivyokufa na wakaja katika uzima. Hata hivyo Mwana naye pia he will please give life to whom he please. Kwamba pia Mwana anampatia uzima yeye anayempenda. Vile Baba alivyoinua waliokufa katika mauti na akawaweka katika uzima, neno la Bwana linasema vile vivyo hivyo Mwana, hao wanaomwamini Mwana wa Mungu, Bwana Mwana atawainua na kuwatia katika utukufu wa Bwana. Mstari wa 22, moreover the Father judges no one. Kwa hivyo Baba amhukumu kila mtu, but he entrusted all judgment to the Son. Baba amhukumu mtu